Katika kipindi hiki kumejitokeza wimbi la kuibiwa nyeti. Nadhani mmeona wimbi hilo, na wengine hata wakipigwa wakipoteza maisha. Kama ni masuala ya mila, jadi, asili na utamaduni, mimi ndiye Mfalme Dr. Fadhili. Ninafahamu mila ilivyo, ninafahamu nguvu ya asili ilivyo, ninafahamu utendaji kazi wa nguvu za asili. Jambo hilo lilivyoingia katika jamii halikuingia katika mfumo thabiti. Ninaposema hivyo na maana gani? Mengine yalikuwa ni taharuki za mkumbo. Hakuna aliyeibiwa nyeti. Naomba mnielewe. Hakuna aliyeibiwa nyeti. Ninaeleza hivyo kwa sababu nimepokea taarifa kutoka kwa msemaji wa Jeshi la Polisi nchini Tanzania. Amenithibitishia wazi kwamba wale wote waliosema wazi kwamba wamepoteza nyeti, walipoitwa wakakaguliwa na katika maeneo maalum, walithibitika kuwa na nyeti zao. Sasa hapo ni jambo gani linafanyika? Jueni wazi kwamba wakati mwingine mnaweza mkapeleka taharuki ya utapeli. Ni matapeli wachache waliojiandaa kuweza kutafuta riziki kwa kutumia taharuki za namna hiyo, na ni bahati mbaya kwamba wengine wanaohusika na tiba za asili wamekuwa na utaratibu wa utapeli wa wazi. Wanaandaa vijana, labda ni vijana 10, labda ni vijana 20, labda ni vijana wangapi, wanawapa hela ndogo tu kwa sababu hawana uwajibikaji, na wenyewe wanarubunika kwa sababu hawana majukumu. Wanawaambia sasa, ninyi mtasema huyu kaibiwa nyeti, halafu mkishasema ameibiwa nyeti, sasa ninyi wakati anapigwa, ninyi ndio mtakuwa mstari wa mbele, mnampiga na ninyi, ila msimpige sana. Sasa wakiwazidi nguvu raia, hamtawatoka. Ndio maana nasema acheni utapeli. Utapeli utawaletea matatizo. Kuna baadhi ya watu wameshapoteza maisha.